miaka mingi sana jamani, amehangaika miaka mingi. Tuangaliane jamani. Narudi kwako Mheshimiwa Rais, wewe ni mama, tusikilize na utusaidie watoto wako. Hatuwezi, babangu hajiwezi kabisa, babangu ni mzee sana. Hawa watoto mimi nitawapeleka wapi? Mimi mwenyewe mstaafu, huyu ndo kabisa mgonjwa. Hajiwezi, hata kuzungumza hawezi. Ni kilio cha familia ya Flavian Matthew Nyandiko baada ya kupokonywa tonge la ugali wenye mboga inukiayo vizuri katika mdomo wao, tonge walilitafuta kwa miaka zaidi ya 39 katika vyombo mbalimbali vya maamuzi pamoja na vya kutenda haki, hasa mahakama. Familia hii inalia kwenda kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilio chao ni ardhi yao ambayo ilikuwa imevamiwa kwa miaka 39, ni kiwanja namba 2120 kilichopo Kilongawima, Mbezi, jijini Dar es Salaam, na kiwanja namba 2107 kilichopo hapo hapo Mbezi, jijini Dar es Salaam. Wakati wakihangaikia kupata hati, hawakuwa wakipata majibu ya kuridhisha, na hatimaye wakaja kupata jibu lililowakatisha tamaa kwamba tonge hili itakuwa gumu kuweza kula wao. Kwani jibu la mwisho walilopata ni kuwa ardhi hiyo inaye mmiliki tayari. Sio tu ardhi wameambiwa na mmiliki mwenye hati, bali ni ujenzi ulioanza kwa spidi kubwa katika ardhi hiyo. Chanzo cha mgogoro huu, je, ni kipi? Kwa jina naitwa Happiness Flavian Nyandiko, ni mtoto wa mwisho wa mzee Flavian Nyandiko. Ombi langu kwako Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kuomba tupate haki yetu ya shamba ambalo liligawanywa kuwa viwanja vitatu. Ni kesi ambayo imedumu kwa miaka 39. Ombi langu ni kutaka utekelezaji wa hukumu ambayo inahusisha kupata haki ya umiliki wa kiwanja cha babangu. Mamaangu alifariki kwa mshtuko baada ya kuona hii kesi imeendelea tena. Na babangu hajiwezi, ni mgonjwa sana. Narudi kwako Mheshimiwa Rais, wewe ni mama, tusikilize na utusaidie watoto wako. Hatuwezi, babangu hajiwezi kabisa, babangu ni mzee sana. Najua wewe ni mama, unajua uchungu wa kumpoteza mzazi. Sisi tumempoteza mama yetu kwa sababu ya hii kesi. Tunalia kwa uchungu sisi. Tunalia kwa uchungu, mzee wetu anaonewa. Ameonewa mzee wetu jamani. Anaonewa mzee wetu jamani, mali yake amehangaika miaka mingi. Miaka mingi sana jamani, amehangaika miaka mingi. Tuangaliane jamani, rais wetu tuangalie baba. Na jina langu naitwa Kawaida Matthew Mchana Kutwa. Mimi huyu ni kakangu. Pamoja na vurugu zote hizi kutoka wa rais, waziri mkuu na nini, hii dhuluma hii inatoka Wizara Ardhi. Kamishna wa ardhi ndo anayekwamisha mambo yote haya. Ni kiburi na ni jeuri. Anakata amri hata ya rais wake, amri hata ya waziri mkuu. Kama ni yeye kuna anatetemeka namna. Sasa kwa hivi naomba tu serikali itusaidie. Ndugu waandishi wenzangu, mgogoro huu nimeufuatilia. Nafikiri wengi mnakuwa mnanifahamu. Mimi ni blogger, naitwa Bwana Fortunatus Buyobe. Nafanya mara nyingi coverage ya mambo ya stories za uchunguzi. Nilifanikiwa kukutana na familia hii ikiwa na malalamiko yao. Familia hii inawakilisha sehemu ya wale wananchi wanyonge ambao wanadhulumiwa haki zao katika mazingira ya wazi kabisa. Kwa sababu mimi nimekuwa shahidi wa kila hatua waliokuwa wanapitia katika kutafuta haki yao. Kiufupi, mgogoro huu unaweza tukaanza kutoa historia yake kuanzia mwaka 1980 ambapo
mtu aitwaye Kausen Kamela alimuuzia huyo mzee unayemuona hapa, mzee Flavian Nyandikuu, kiwanja. Kipindi hicho tusiseme kiwanja, tuseme ni shamba. Basi kutokana na mauzo hayo kukaja baadaye kuzaliwa kesi mahakamani, ambapo mzee huyu alienda kudai, alifungua kesi ya madai namba 44 ya mwaka 1985 ya kutaka kupata haki yake alivyonunua. Maki walikuwa kama wanataka wanakataa kununua hilo eneo. Mahakama katika mahakama ya mwanzo ya Kawe ikampa ushindi mzee na lile eneo, lakini muuzaji akuridhika, akaamua tena kwenda kukata shauri la rufaa katika mahakama ya wilaya Kinondoni, ambapo walifungua rufaa namba 28 ya mwaka 1986. Katika hukumu ile iliyosomwa na Mheshimiwa Hakim Jiblea, alibatilisha maamuzi yaliokuwa yamefanywa na mahakama ya mwanzo, akampa ushindi yule muuzaji ambaye alikuwa amekataa kwamba akumuuzia huyo mzee. Mzee naye akuridhishwa, akaenda mahakama kuu kudai haki mbele ya Jaji Kiando. Jaji Kiando katika maamuzi akawa tu ametoa maelekezo kwamba huyu mzee ni rightful owner wa ile eneo. Kuna kasoro chache alikuwa hajazikamilisha katika manunuzi. Akaambiwa kwamba anaponunua lazima aende aonane na serikali ya kijiji, akamilisha zile taratibu. Kwa hiyo katika maamuzi ya Jaji Kiando mwenyewe akasema kwamba huyu mzee anaweza kwenda kukamilisha zile taratibu na akawa rightful owner eneo. Alipotoka hapo huyu mzee akaenda kufuata hizo taratibu kama kawaida, lakini yule ambaye ndo alikuwa ana claim kwamba yeye akuuza lile eneo, wakati huyu mzee anaendelea na michakato yake mingine, huyu mzee akamuuzia mtu anaitwa Chacha. Kwa hiyo mzee akaja kujikuta tena ana mlolongo wa kwenda kwenye korido za mahakama akishindana na mtu anaitwa Chacha, kwa sababu Chacha alienda kukatia rufaa ule uamuzi uliokuwa umempa ushindi mzee huyu. Ile kesi imeenda imepigwa danadana. Tunashukuru Mungu mwaka 2019 yakatoka maamuzi. Na maanisha mwaka 2020, kwa sababu kesi ilifunguliwa mwaka 2019. Katika kesi hakimu alivyotoa hukumu akampa huyo mzee haki kwamba huyo ndio mmiliki halali wa ile ardhi. Na kama mtakumbuka kuna baadhi ya video inatembea, kuna huyu mama alikuwa anashukuru, alikuwa anasema kwenye kwamba Magufuli ameingia ndio wamepata haki yao. Lakini kwa bahati mbaya furaha hiyo haikudumu muda mrefu. Haikudumu muda mrefu kwa sababu hawakujali kwamba baada ya ushindi wa mahakama walienda kuweka zuio, familia ya Nyandikuu ilienda kuweka zuio mahakamani kwamba hicho kiwanja nikisema kiwanja sasa hivi natakiwa nitumie lugha kiwanja kuliko shamba, kwa sababu baadaye yale maeneo yalipimwa. Kwa hiyo huyu mzee akaenda kuweka zuio kwamba mtu yeyote asipewe hati kwa sababu yeye ameshakuwa mshindi. Lakini cha ajabu na katika mazingira ya kushangaza, tumekuja kuona hivi karibuni mwezi huu tarehe 1 viwanja vile wamekabidhiwa wenza wa viongozi wetu wakubwa sana. Haijulikani katika mazingira gani, ni katika maamuzi yapi ya mahakama ikatokea kwamba hawa watu wamekuwa rightful owner na sio mzee huyo. Katika kusaka haki huyu mzee nimempitisha sehemu mbalimbali. Kuna barua zimetembea hadi ofisi ya waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu ikawataka watu wa ardhi wazingatie maamuzi ya mahakama, lakini imeonekana sasa hivi swala la kuheshimu utawala wa kisheria hapa nchini ni jambo ambalo ni kitendawili, kwa sababu pamoja na kamishna wa ardhi wameamua vitu tofauti na wamempokonya huyo mzee haki yake. Basi ilikuwa ni hivyo tu. Sisi kilio chetu tunaomba kama huyu mtu ambaye ameweza angalau kupata msaada wa kutembezwa huko lakini kakosa haki, itakuwa hatujui kwa watu wengine huko. Kwa hiyo mimi naomba kwa unyenyekevu ofisi ya waziri mkuu, nafahamu Mama Samia ni msikivu na nilipo hapa ananisikia, naomba hili jambo basi angalau ulipe attention, ulifuatilie kwa ukaribu, angalau hao watu wapate haki zao. Ni miaka 30 sasa wanasota bila kupata chochote, miaka 39. Kwa hiyo sina mengi zaidi hayo. Mimi imani yangu tu kwenu ni kwamba haki itatendeka. Kwa majina naitwa Simbe Turupogo, ni mwana sheria. Ni takriban miaka 2 sasa nimekuwa karibu na familia ya mzee Flavian Matthew Nyandikuu kwa ajili ya kuwezesha ufuatiliaji wa kuweka sawa utekelezaji wa maagizo ya mahakama kwa upande wa umilikishwaji wa eneo lake. Katika utekelezaji wa agizo hilo zimekuwepo nyaraka mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kufikishwa kwenye mamlaka husika
ili kuwezesha umilikishwaji huo utekelezeke. Lakini mpaka hivi leo jambo hili limeshindwa kupatikana ufumbuzi wa jibu sahihi wa kumwezesha mzee Nyendikuu aweze kumilikishwa eneo hilo. Hiyo ni kutokana kwamba hakupakuwa na ushirikiano wa jibu sahihi kwamba mzee wetu eneo lake analipata au halipati, kwa sababu tayari eneo hilo liko chini ya umilikishwaji wa mtu mwingine. Kiwanja hivi ni kiwanja namba 2107 na 2120, ni Kitaruelo, viko Kilongawima, Mbezi Beach. Ndani ya ukakasi huo uliojitokeza ni wazi kwamba haki bado haijatekelezeka kufika ukomo wake wa umilikishwaji wa mzee Nyendikuu. Hivyo unaweona machozi haya kwa familia hii ni kweli ni kitendawili, sababu pia hata wameshapoteza wapendwa wao kutokana na adhima hii iliyojitokeza. Kwa hiyo ni wazi sasa kwa upande mwingine pia mamlaka zenye uwezo wa kusaidia zaidi kuwezesha haki kwa familia hii, ni wazi sasa naomba ofisi ya waziri mkuu isituchoke, irudi tena kuona inamsaidiaje mzee wetu, mama yetu mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan. Mama, tuna kilio hichi kwa wenye haki ambao haki zao bado zina mafumbo. Malalamiko ya kupokonywa kwa tonge yameelekezwa kwa kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Hapa ndipo vyombo vya habari vilivyosikia kilio hiki cha wananchi hawa vilipofanya jitihada ya kumtafuta kamishna msaidizi Shukran Kiando kuweza kupata majibu yake. Bwana Kiando alipopigiwa simu yake haikupata mpokeaji kwa siku ya kwanza na hata siku ya pili. Baadaye na ujumbe pia ulitumwa kupitia meseji za kawaida na hata mtandao wa kijamii wa WhatsApp. Taarifa ile iliyopita katika mtandao wa WhatsApp ilifika, ikasomwa, lakini haikupata mjibuji. Wananchi hawa bado wanalia kuomba kupata haki yao ya eneo hili liweze kuwa katika mikono yao na wao waweze kuvuna matunda ya kile walichokihangaikia kwa zaidi ya miaka 39.